Ndugu zangu Waislamu, wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwanzo kabisa hatuna budi la kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma ama mtukufu wa daraja ambaye si mwingine ni Rasul Muhammad salawatullahi alayhi wasallam. Ni neema na taadhima kubwa sana mbele yake Muumba al-Khaliq Allah azza wa jalla kwa kuweza kutuchagua mimi na wewe tukawa miongoni mwa waja, tukawa miongoni mwa viumbe ambaye kwamba tumeweza kubahatika kusikiliza nidaa, kusikiliza mwito wake Allah subhanahu wa ta'ala. Baada kusikiliza mwito wake Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa ni wenye kuacha mashughuli zetu, tukawa ni wenye kuacha makazi zetu, tukawa ni wenye kufunga biashara zetu, tukawa ni wenye kuacha manyumba zetu, tukawa ni wenye kuacha muamalat zetu tofauti tofauti za harakati za kidunia, sio kwa lengo lingine, bali lengo na makusudio ni kuweza kukusanyika katika mmojawapo ya jumba miongoni mwa jumba zake Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-azima, tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama jama'atana fi hadha al-masjid, kama alivyoweza kutukusanya mimi na wewe katika makavazi haya, katika nyumba miongoni mwa nyumba yake, ayajma'ana ma'a sayyidina Muhammad, aweze kutukusanya vile vile pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika bustani miongoni mwa bustani za pepo zake insha Allah. Ndugu zangu Waislamu, katika ibada miongoni mwa ibada kubwa ambaye kwamba mimi na wewe hatujui fadhila zake, mimi na wewe hatujui thawabu zinazopatikana katika ibada kama hiyo, ni ibada kama hii ya kuweza kukaa katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Allah kwa kupitia dini ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kuwa inna buyuta Allahi fil ardi almasajida, hakika nyumba miongoni mwa nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mgongo wa ardhi ama katika nchi sio nyingine, almasajid ni misikiti. Inna buyuta Allahi fil ardi almasajida, hakika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mgongo wa ardhi si nyingine, almasajida ni misikiti. Sasa kama misikiti ni nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mgongo wa ardhi, basi kuna fadhila zinazopatikana kwa mwanadamu, kuna jazaa, kuna malipo inayopatikana kwa mwanadamu pindi mwanadamu huyo atakapotenga muda wake, atakapotenga nafasi yake ili kuweza kukaa kikao katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi maarufu ambaye kwamba imezungumziwa kupitia mimbari hii mara kwa mara na mahutaba tofauti tofauti, wakituonesha fadhila na daraja zinazopatikana katika vikao kama hivi. Rasul sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi ya kuwa wamajtama'a qaumun fi baytin min buyuti llah ya'tiluna kitab Allah aw yatadarasuna bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa khashyathum ar-rahmah wa khaffathum al-malaikah وذكرهم الله في من عنده
katika hadithi hii maarufu anatuambia mtukufu wa daraja ya kuwa hawakusanyiki kongamano la Waislamu katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala ila ikawa lengo lao na kusudio lao la kukusanyika kwao ikawa ni yatiluna kitabu Allah, ikawa ni kuisoma Qur'an, ikawa ni kuisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambayo sio nyingine bali ni Qur'an. Qur'ani ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa tunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Allah anatuambia hii Qur'an ambayo kwamba ametuteremshia, anatuambia nini? Wa tunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Qur'ani ile ambayo kwamba Allah ameliteremsha kwa mimi na wewe ikawa ndio mwongozo wa maisha yetu, ikawa ndio katiba ya kuongoza maisha yetu sisi Waislamu. Allah anasema huwa shifaa, Qur'an ni shifaa kwangu mimi na wewe. Baada kuwa shifaa, Allah vile vile anasema wa rahmatun, na Qur'an ikawa ni rehema. Qur'an kwanza ni dawa, Allah anasema shifaa, anasema ni dawa, ni pozo. Baada kusema Qur'ani lile ni pozo, kisha vile vile Allah anasema wa rahmatun, na Qur'an vile vile ni rehema kwangu mimi na wewe. Katika sura nyingine Allah anasema ndani ya sura al-Hashr anatuambia hii Qur'an, law anzalna hadha al-Qur'an ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khash'ati Allah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha umuhimu aliyoweza kuipa Qur'an. Qur'ani ile mimi na wewe ambaye kwamba huenda tunaisoma kwa muda maalum, huenda tumeingura, huenda tukakosa kulisoma hadi katika zama maalum na nyakati maalum. Alhamdulillah, kuna baadhi ambaye kwamba wanaisoma Qur'an wameweka katika ratiba yao ya siku, wanaisoma Qur'ani kila kuchao, kila siku wanasoma Qur'an. Kuna baadhi wetu ambaye kwamba wanasoma Qur'an katika kila nyakati ya swala. Kuna nyakati wengine baadhi yetu wanaisoma Qur'an usiku, lakini kuna baadhi wetu wanaisoma Qur'an labda siku ya Ijumaa, kuna baadhi wanaisoma Qur'an hadi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunapata baadhi wameweza kuigura Qur'an kama vile alivyoweza kusema mtukufu wa daraja Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya sura al-Furqan. Rasul anashtaki kwa Allah mashtaka ambayo kwamba itabakia mpaka kiyama. Waqala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Kabla mimi na wewe ujio wetu katika maisha ya kilimwengu, waliyetangulia kabla yetu walipoweza kuipuuzia Qur'an, wakaipa Qur'an mgongo, wakakataa kuisoma Qur'an na kuifuatia mafundisho ya Qur'an, mtukufu wa daraja Rasul sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuwashtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akinyanyua mkono akisema ya Rabbi, ewe Mola wangu, inna qawmi, hakika umma wangu, hakika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Rasul anamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakika umma wake waliyekuweko zama yake na watakayekuja baada yake watakuwa ni wenye kuifanya nini? Ittakhadhu hadha al-Qur'an, watakuwa ni wenye kuipuuzia hii Qur'an, watakuwa ni wenye kuigura Qur'an sawa na nyumba bovu ambaye kwamba imeweza kugurwa tangu jadi. Lakini hii Qur'an ambaye kwamba mimi na wewe tunaigura, faida yake ni yapi? Ndani ya sura al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa idha quriya al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Katika hadithi
Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia, innal quluba la tasda kama yasda'u alhadid. Qala wa ma jila'uha? Qala qira'atu alquran wa dhikru almaut. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatujuza kituambia kuwa innal quluba la tasda, innal quluba la tasda, hakika nyoyo ya mwanadamu inaganda na kushika kutu, kama yasda'u alhadid, kama yasda'u alhadid, kama vile chuma inavyoshika kutu. Nyoyo ya mwanadamu inakuwa na fundo ya madhambi. Nyoyo hiyo baada ya kuwa na fundo la madhambi, nyoyo hiyo inakuwa ni yenye kuganda na kushika kutu ya madhambi. Nyoyo baada ya kushika kutu ama baada ya nyoyo kuwa na madhambi mengi, nyoyo ile ndio Mtume anaipigia mfano sawa na chuma inavyokaa kwenye store, inavyokaa kwenye site mpaka inavyogeuka, inaanza kugeuka rangi, inatoka kwenye rangi yake asilia inaingia katika rangi ya mchanga, inaanza kushika kutu. Ni sawa na nyoyo ya mwanadamu inapomsahau Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo inapokataa kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo ile inabadilika. Inabadilika kwa maana gani? Kwa maana fa inna al-iman, lianna al-iman yazid wa yanqus. Imani ya mwanadamu inakuwa ni yenye kupanda na inakuwa ni yenye kufunga, inakuwa ni yenye kushuka. Yazid bi ta'ati Allah, imani hii inakuwa ni yenye kupanda kwa kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa yanqus bil ma'asiyati wa dhunub, na ina imani ile vile vile inakuwa ni yenye kushuka kutokamana na wingi wa madhambi na nini, wingi wa maasiya na wingi wa madhambi. Sasa pili, imani ya mwanadamu inaposhuka kwa maasiya na madhambi, kinachodhurika ni ya pili. Kinachodhurika sio lingine ila isipokuwa ni nyoyo. Nyoyo ya mwanadamu ndio inakuwa ni yenye kudhurika, na pale nyoyo inapodhurika, Mtume anaipigia mfano nyoyo hiyo, anasema la tasda kama yasda'u alhadid, inakuwa ni yenye kushika kutu sawa na chuma inavyoshika kutu. Sasa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim waliposikiliza kauli hii kutoka kwa dini tahara, dini ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamuuliza ya Rasulullah, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pindi nyoyo zetu zitakaposhika kutu, pindi nyoyo zetu zitakapojaa fundo la madhambi na maasiya, ni yapi tutakayoweza kuyatenda? Ama tunatumia chombo gani kuweza kusafishia nyoyo? Wa majilauha, ni ipi sanpepa yake? Mtume anawaambia sanpepa kitakachoweza kunusuru nyoyo yetu kutokamana na madhambi na maasiya sio lingine, qira'atul Qur'an. Qira'atul Qur'an, kufanya wingi wa kusoma Qur'an, wa dhikrul maut, na kukumbuka umauti. Qira'atul Qur'an, kufanya wingi wa kusoma Qur'an, wa dhikrul maut, na vile vile tuweze kukumbuka sana umauti. Je, mimi na wewe tunaisoma Qur'an? Je, mimi na wewe tunakumbuka umauti mara kwa mara? Tunapata ni khasara Qur'an tusisomi, na namna tulivyoweza kuibeba dunia na kuweka dunia katika nyoyo zetu, hata umauti hatukumbuki. Ndio maana mashule alhamdulillah zimefungwa, lakini ukitembea katika madaris zetu unapata bado wanafunzi Waislamu. Shule zimefungwa lakini madrasa hazijai. Wanafunzi ni Waislamu na wako katika ijaza. Mashule zimefungwa, lakini kwa masikitiko makubwa tunapata bado madarasa zetu
hazina wanafunzi. Kwa sababu gani? Ama kwa malengo gani? Ama kwa makusudio gani? Kwa maana hatujaipa Qur'ani nafasi yake, hatujaipa Qur'ani kipaumbele. Tumepuuzia Qur'an. Pia vile vile tunataka vizazi vyetu viige kama sisi vile kupuuzia Qur'an. Tunapata ni khasara katika umma, ni khasara katika mujtamaa. Kwa maana kila mzazi malengo yake, anatamani mtoto wake awe daktari, anatamani mtoto wake awe mbali, anatamani mtoto wake awe muhandis, lakini hakuna anayetamani mtoto wake awe imam. Na umma inazidi kudidimia. Hatujui waliopo sasa hivi wakitoweka ama wakitoka, kina nani watakuwa ni wenye kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jukumu yetu kama wazazi katika hii nafasi ya mwezi mmoja, mwezi mbili ambaye kwamba wameweza kupewa nafasi katika mashule, tuweze kujibidiisha lile bidii ambaye kwamba tulikuwa nayo wakati wa shule, kuamka mapema, kuwatayarisha waweze kuabiri school bus. Hiyo bidii vile vile tuweze kuweka nia, tuweze kuabidiisha bidii hiyo pia katika nini, katika madrasa zetu. Kwa maana ni furaha ya kila mzazi siku ambaye kwamba Allah atamuondoa katika dunia, mtoto wake aweze kumswalia, mtoto wake aweze kumzika, mtoto wake aweze nini, aweze kumsomea dua. Hiyo ndio raha ya kila mzazi. Lakini raha hiyo haiji bila kupeleka watoto wetu katika madrasa, haiji bila kufundisha watoto wetu mapenzi ya kupenda dini ya Uislamu, wala haiwezi kupatikana pasina kufundisha watoto wetu mapenzi ya kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuijaza Qur'ani katika majumba zetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwaongoza watoto wetu katika malezi ya Qur'ani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutujalia wenye kusikia jambo na kuweza kuyafuata. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila aliyekuwa na maradhi, Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumtatulia maradhi yake. Kila aliyekuwa na shida na msukosuko, Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumwondolea. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون هم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابه أجمعين التائبون من الذنب كمن لا ذنب له توبوا إلى الله.